Ni kweli kwamba majuto ambayo anayapitia Ibra sasa hivi Diamond anachekelea. Zuchu alikuwa anajua kwamba kuna mchezo ambao alikuwa anaucheza na yeye akijua kabisa kwamba mshindi ataenda kuwa ni yeye mwenyewe pamoja na record label yake. Hii inamkumba Ibra na bila shaka yawezekana kuna namna fulani hivi hata Ibra mwenyewe anashtuka kuona kwamba kumbe mambo yameshafika huku, na pengine kama kwa upande wake ameshtuka na kuona kwamba mambo yameshafikia pabaya, anatamani hata muda aweze kurudi nyuma. Sasa sio maneno yangu, kwa jamaa ambaye clip yake nitakuwekea hapo uweze kumsikiliza kuhusiana na sakata nzima la Ibra kujichimbia kaburi lake mwenyewe, kitendo cha kujikoroga na kuweza kwenda kufanya korabo pamoja na Zuchu ambao ni remix ya wimbo wake wa Uhakika. Ameharibu kabisa, na jamaa anasema kwamba Diamond atakuwa anachekelea huko waliko kwa sababu tayari wameshangoa kichwa kingine ambacho kilikuwa ni nyota kali ambayo ilikuwa inang'aa kwenye giza total sana. Sasa before sija kuwekea hii clip ya hapa, huyu jamaa msikilize kwa makini kabisa, alafu je kwenye maoni yako. Naomba nikukumbushe kuna story nyingi sana za mastaa ambazo mimi nitakuwa nakusogezea hapa, ni za kutisha kidogo, lakini ili usiweze kukosa video yote ile pale, naomba nikukumbushe ni wewe kutumia sekunde moja tu. Tazama chini hii video hapo, kuna neno limeandikwa subscribe, ufanye kulibonyeza. Baada hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako. Ukiweza share video hizo kufikia mashikaji zako pia na wao wapate kufahamu kile ambacho kinaendelea. Naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Sasa msikilize huyu jamaa hapa, alafu narejea hapa kwa ajili yako. Ukweli mchungu, huenda Ibra akawa amejichimbia kaburi la kupotea kwenye muziki. Ibra amefanya remix na Zuchu. Mimi sijaona sababu ya Ibra kufanya remix na Zuchu ya hii ngoma. Ngoma ya Uhakika ilikuwa ni ngoma kubwa kweli kweli, na ni ngoma ambayo tayari imesha fit kwa Ibra peke yake. Kwa nini Ibra asinge tuletea project mpya akiwa amemshirikisha Zuchu, ama Zuchu amemshirikisha Ibra? Na kwa nini tufanye remix ya Uhakika? Yani Uhakika ina kasoro gani, ama kuna kitu gani ambacho Zuchu amekiona kwenye Uhakika, au Ibra kuna nini kingine alikuwa anahitaji kwenye Uhakika zaidi ya kile ambacho ametupatia kwenye official release? Remix Zuchu amefit, lakini bado original itabaki kuwa the best kwa mimi mitazamo yangu. Ibra kupotea ni rahisi sana, kwa sababu nimeshachunguza na nimegundua kuwa wengi waliofanya remix na mastaa wenzao mwisho wa siku wanaingia kwenye dimbwi la kupotea. Remix zimepoteza wasanii wengi sana, nina ushuhuda. Remix zimepoteza watu wengi sana, nina ushuhuda. Pengine Ibra huenda akawa ni miongoni mwa wale ambao wataenda kupotea kwa sababu ya remix ya Uhakika. Kiukweli kabisa, ukweli mchungu, Ibra alitakiwa kuachia project mpya na Zuchu, lakini si remix na Uhakika. Zuchu alitakiwa kufanya jambo jingine, pengine siwezi kujua ni nini, lakini ngoma ni kali, twendeni tukaisikilize, tuna enjoy. Jamaa amefunguka kwa mujibu wa maoni yake, lakini tuna evidence ya baadhi ya wasanii ambao washaye kuchukua maamuzi kama hayo ambayo amechukua Ibra, alafu mwisho siku mambo yakaendea kombo. Tunafahamu kuna G Nako, lakini pia tunafahamu kuna J Melody pamoja na wasanii wengine wengi tu ambao walifanya kama Ibra, alafu mwisho wao sasa hivi tunaona walipofikia. Unadhani huyu jamaa alichokizungumza hapo kinaweza kukaa kina ukweli na uhalisia kwamba Ibra ajiandae, kwa maana hiki ndio alichokwenda kukitafuta na ndio mwisho wa safari yake na nyota yake kung'aa kwenye muziki? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapo, ila muhimu zaidi usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates kwenye video zijazo.